bora. Na wakati huu kwa nini tunaita malezi bora? Kwa sababu hawa watoto huwa hawapati kuja clinic kupata yale matone ya vitamin A ambayo yanatakiwa, wanahitajika kupata mara 2 kwa mwaka mpaka wafike miaka 5. So kwa vile wazazi wao huwa hawana nafasi ya kuwaleta kwa hospitali kupata hili tone la vitamin A na hii tembe ya kutoa minyoo katika mwili, tumeonelea sisi kama kaunti ni vizuri tuwafuate pale walipo, mitaani, mashule, katika madrasa, ili waweze kupata hii vitamin A na tembe ya kutoa minyoo, ndio ili afya yao imarike. Na kwa nini tunawapatia vitamin A? Hii vitamin A ni tone ambalo ni vitamin ambayo inasaidia watoto waweze kuimarisha afya yao, waweze kuimarisha kinga yao, na pia inawasaidia katika kuona vizuri, yani ina improve eyesight, kwa hivyo wanaona vizuri. Na katika hali ya kuimarisha afya yao na kinga yao ya mwili, ukiwa mtoto amepata vitamin A kama inavyostahili kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5 mara 2 kwa mwaka, zile maradhi madogo madogo kama kuhara, kutapika, hata yakimshika anamshika kwa wepesi. Kwa hivyo yule mtoto anakuwa hagonjeki sana, hata kama ataharisha kiasi, si kama yule mtoto ambaye amekosa matone. Na hata kama atashikwa na maradhi kama ukambi, maradhi kama ya kifua, ya pneumonia, yanamshika kwa sahali. Ndio maana tunahakikisha tunapata vitamin A. Maybe what are the goals? Alafu maybe kuna namba fulani labda mna target kwa hawa watoto? Namba ambayo tunaitarget kwa hawa watoto ni tunatarget kufikia takriban watoto 160,000 ambao wote ni watoto ambao wako katika umri wa baina miezi 6 mpaka miaka 5 Mombasa County. Kwa hivyo target yetu ni 160,000. Hiyo ndio 100%. Hii exercise imeanza leo, labda itaendelea kwa masiku ngapi? Hii exercise imeanza jana na kawaida huwa tunaendelea kama kwa wiki 2 hivi. Ingawaje katika wiki moja ndio huwa tunajaribu sana kuhakikisha imeisha, lakini mara nyingine kuna zile sehemu ambazo hatuweza kufikia kwa wakati. Kwa hivyo mara nyingi huwa ni wiki 2. Tunaita malezi bora weeks. It's actually a very exceptional move yenye umefanya kuja katika setting ya Mama Lea. Labda unaongea kidogo kuhusiana na Mama Lea ni sehemu ambazo tunaziangazia sana, kwa sababu hizi ni sehemu za wazazi wanapoleta watoto wao, kwa sababu huwa hawana nafasi ya kuwahudumia. Aidha mzazi anaenda kibaruani, ama mzazi anaenda kazini, ama mzazi pengine akona shughuli ya biashara anafanya na hawezi kuhudumia mtoto wake. Kwa hivyo hawa wazazi hao huwa wanaleta watoto kwa Mama Lea. Na hawa ni wazazi ambao hawana nafasi ya kupeleka watoto shule kwa sababu ya shughuli zao. Kwa hivyo sisi kama Department of Health huwa tunajaribu sana kufanya kazi na Mama Lea, kuwaelezea habari ya vipi watawalisha wale watoto. Yaani yule Mama Lea inakuwa anakuwa kama ni anafanya kazi kwa niaba ya mzazi. Yale ambayo tungemwambia mzazi, tunamhamasisha Mama Lea. Pia tumewafundisha namna ya kujua kama mtoto ameanza kupata malnutrition, yani mtapiamlo. Tumewafundisha namna kuwapima wale watoto na ile tape yetu ambayo inaitwa mock tape ni hapa Msaka. Kwa hivyo Mama Lea anajua ikiwa mtoto ameanza kudhoofika, akipima anajua huyu ameanza kudhoofika. Kwa hivyo anazungumza na community health promoter, ile mtoto analetwa hospitali kwa further management.